Mtazamaji wa Omo Kenya TV mahali popote ulipo, hujambo? Karibu katika uchanganuzi, ni kuonyeshe hali ilivyo na vile matukio yanaendelea kushuhudiwa katika taifa la Uganda baada ya uchaguzi kukamilika na Kaguta Museveni kutangazwa kuwa mshindi katika kiti cha urais. Sasa breaking news ambazo zimetufikia katika meza yetu ya habari ni wazi kwamba hatari kubwa imeweza kutanda katika taifa la Uganda baada ya taifa lile la Marekani kumfungia jenerali ama mkuu wa majeshi nchini Uganda Muhoozi, ambaye ni mtoto wa Museveni, ameweza kufungiwa ghafla. Marekani ni kivipi imemfungia Muhoozi ambaye ni jenerali katika taifa la Uganda? Ikumbukwe sasa hivi tunapoenda hewani, Rais Museveni hajulikani alipo kwa sababu hajazungumza chochote kuhusiana na vile Marekani imeweza kumfungia jenerali Muhoozi. Baada ya mkuu wa majeshi ambaye ni mtoto wa Museveni ambaye anaitwa Muhoozi kushambulia Marekani kwa kudai kwamba Marekani imekuwa ikishirikiana na kiongozi wa mrengo wa upinzani Bobi Wine katika taifa la Uganda, na aliweza kutoa vitisho kwamba anaenda kukatisha uhusiano kati ya Uganda na taifa lile la Marekani. Baadaye niliweza kufanya uchanganuzi huo. Muhoozi akaenda katika mtandao wa kijamii wa X, zamani ulikuwa unajulikana Twitter, akafuta machapisho yale ambaye alikuwa anatishia taifa la Marekani kwamba atakatisha uhusiano wake na taifa la Uganda, na akaomba msamaha. Akasema ya kwamba naomba msamaha, nyinyi ni marafiki Marekani wakubwa, haswa katika taifa letu la Uganda, muweze kunisamehea kwa sababu nilikuwa nimepokezwa habari ambayo sio halali. Sasa Marekani imemfungia jenerali Muhoozi mlango wa kuomba msamaha na kukataa msamaha wake rasmi. Seneta Jim Risch ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya seneti ambayo inahusika na masuala mbalimbali kuhusiana kuangalia mambo ya mahusiano ya mataifa mbalimbali, ameweza kufunga mlango wa msamaha kwa jenerali Muhoozi na kuandika katika mtandao wa X. Ameandika kwa lugha ya Kiung'eng'e, lakini nitakuwa tu na tafsiri ili tukaweze kuelewa sisi wote. Seneti ya Marekani chini ya uongozi wa Donald Trump wameandika hivi: Commander Kainerugaba has crossed a red line and now the US must reevaluate its security partnership. Yaani anasema commander huyu Muhoozi amepitisha mstari mwekundu, na sasa hivi Marekani lazima itaangalia upya uhusiano wao wa kiusalama, which includes sanctions. Hayo wanaenda kuangalia yanahusu mambo ya vikwazo and military cooperation with Uganda, na ushirikiano wa kijeshi kati ya Marekani na Uganda. The president's son, mtoto ama mwana wa Museveni ambaye ni Muhoozi sasa, and the likely successor ambaye anatarajiwa kumrithi babake katika uongozi, cannot just delete tweets. Hawezi kufuta machapisho aliandika katika mtandao wa kijamii wa X and issue whole apologies, na aweze kuomba ama kutuma msamaha wa juu. The US will not tolerate this level of instability. Yani anasema ya kwamba Marekani haiwezi liwe liwalo kuruhusu makosa haya and reckless na mambo ya uzembe when American personnel, wakati maafisa wa Marekani, US interests na maslahi ya Marekani
and innocent lives in the region are at stake. Wakati maisha ya raia wote kwa ujumla yako katika hali hatari. Sasa nataka tuchanganue kwa undani. Haya yanamaanisha nini? Na tutarajie nini baada ya Marekani kutishia kuangalia upya uhusiano wao kati ya Marekani na taifa la Uganda? Number 1, vikwazo dhidi ya taifa lile la Uganda. Sasa wakati wamesema ya kwamba wanaenda kuangalia upya mahusiano kati ya mataifa haya mawili, inamaanisha ya kwamba huenda taifa la Uganda litawekewa vikwazo kutosafiri katika taifa la Marekani. Haya ndiyo yaliweza kushuhudiwa katika taifa la Tanzania wakati kulikuwa na kinachoitwa uchaguzi ambao uliweza kumpitisha Samia Suluhu Hassan kukaa kwa kiti kama rais na kutangazwa na tume ya uchaguzi nchini Tanzania. Hayo ndio yamesababisha Marekani kuangalia upya tena katika taifa la Uganda, na huenda wa Uganda ama Waganda wazuiliwe kusafiri kuelekea katika taifa la Marekani kwa sababu vikwazo huenda vitawekwa dhidi yao. Number 2, ni kipi ambacho tunatarajia baada ya uhusiano huu kuangaliwa upya? Kukatishwa kwa misaada na misaada ya kiusalama, kwa sababu kumekuwa na ushirikiano mkubwa wa kijeshi kati ya Marekani na taifa lile la Uganda. Sasa huenda Marekani itakatisha kutoa msaada wa usalama katika taifa la Uganda na wasitishe mambo ya kushirikiana pamoja hasa katika masuala ya kiusalama. Tena baadaye huenda mfereji wa kutuma misaada katika taifa la Uganda huenda ukatishwe, ili Uganda hiyo ambayo Museveni na mtoto wake ambaye ni Muhoozi Jenerali waone vile watastahimili na kuendelea na uongozi, kuhakikisha ya kwamba wamefanikisha shughuli za maendeleo na masuala mengine muhimu katika taifa la Uganda pasipokuwa na usaidizi wa taifa la Marekani. Jenerali Muhoozi anadaiwa kutishia kuweka vikwazo yeye mwenyewe kabla ya Marekani kureact. Akadai Marekani kupitia ubalozi wao katika taifa la Uganda wamekuwa wakishirikiana na Bobi Wine, ndio maana serikali imemtafuta na hajulikani alipo, kwa sababu wametumia jitihada zote kuhakikisha kwamba wamemkamata, lakini amekosa. Hamna yeyote ambaye anaelewa yupo wapi. Sasa baada ya kulaumu Marekani, sasa imekuwa ngumu. Akaomba msamaha umekataliwa na mlango wa msamaha umefungwa katika taifa la Uganda huko Marekani. Museveni ambaye ni rais ambaye alitangazwa kuwa mshindi haonekani alipo ili kuzungumzia swala hili. So masuala ya kidiplomasia huenda yatakuwa katika hali ya hatari. What do you think? Je, unaunga mkono Marekani kuweka vikwazo dhidi ya taifa lile la Uganda na kukatisha misaada? Utaniandikia katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa na yale ambayo yanaendelea katika taifa la Uganda. Ikiwa hauja subscribe, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload a video clip, you'll be notified automatically that Omokenya TV has uploaded a video clip to watch. Remember to share our links, always to have our WhatsApp groups and even on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Omokenya TV. Be blessed by our super being whole of heaven. Let's meet in the next video. Bye bye.